ya Tanzania yameangazia na hapa nataka tukupe afu wenzetu moja kwa moja Mbeya, ambako gazeti la Mwananchi nalo ukurasa wa mbele wanasema Lissu Heche kuinadi no reform no election Nyasa, kanda ya Nyasa, na wanaanzia Mbeya. Na jana mwenyekiti wa kanda ya Nyasa Joseph Osmond Sugu aka ndo huyo Sugu amekutana na waandishi wa habari jana na ameelezea juu ya uzinduzi wa no reform no election, ametaja ratiba, lakini vile vile ametangaza ya kwamba ana nia ya kugombea jimbo gani? Utajua hapo. Sugu, hebu tupe ratiba na jimbo gani unalitaka wewe? Ya kanda ya Nyasa maalum kwa ajili ya kuzungumza na umma kupitia nyingi. Tumewaita kuwajulisha wanachama na umma ziara ya viongozi wa kitaifa kwenye kanda ya Nyasa. Ziara hiyo itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye ataongozana na viongozi wote wa kitaifa, maana makamu wake, katibu mkuu na kadhalika. Ni ziara maalum kwa ajili ya uzinduzi wa operesheni za chama, ikiwemo no reform no election ambayo mmekuwa mnaisikia na madhumuni yake ni nini. Pia kuna operesheni Stronger Together kwa ajili ya kukiweka vizuri chama, pamoja na operation ya Tone Tone kwa ajili ya kuhamasisha uchangiaji ili kupatikana kwa fedha za kuendesha chama. Ratiba ya mikutano hii itaanza tarehe 23 Machi kwa uzinduzi utakaofanyika Mbeya mjini, viwanja vya Rwanda Nzogwe. Ziara hii itakuwa na ruti mbili. Ruti moja itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambayo ni ruti ya mkoa wa Mbeya, mkoa wa Songwe na mkoa wa Rukwa. Na ruti ya pili itaongozwa na makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa Heche John. Ruti hiyo itakuwa nayo itaanzia mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa. Naomba nisome ratiba kwa faida ya watakao kuwa wanafuatilia ziara hii. Nisome ratiba za wote, ratiba ya mwenyekiti wa taifa na atakamopita, pamoja na ratiba ya makamu mwenyekiti taifa na atakamopita. Mwenyekiti taifa tarehe 23 atazindua mkutano au ziara hii au operation hii jijini Mbeya kwenye viwanja vya Rwanda Nzogwe. Baadaye Mbeya mjini, Rwanda Nzogwe. Baadaye tarehe 24 atakwenda mkoa wa Rukwa, ambako ataanzia Nkasi kaskazini, ambako atafanya mkutano mkubwa pale Kabwe. Atakwenda Kirando, atakwenda na Namanyere. Hii siku ya tarehe 24 Machi kutakuwa na mikutano mitatu kwa mujibu wa ratiba yetu. Tarehe 25 Machi mwenyekiti atakuwa Nkasi kusini, Wampembe na Ntalamila, ambako atafanya mkutano mkubwa wa hadhara Wampembe, lakini Ntalamila atapita mapema wakati anaelekea Wampembe kwa ajili ya kufanya mkutano pia pale na wananchi na wanachama. Tarehe 26 atakuwa Kalambo Matai asubuhi, na mchana mpaka jioni atakuwa Sumbawanga mjini, ambapo kutakuwa na kikao cha ndani mchana Sumbawanga mjini, lakini jioni kutakuwa na mkutano wa hadhara. Tunaendaje msimamo wetu? Wananchi hawaelewi kama tunaingia kwenye uchaguzi au watu wengine. Ndio maana tunafanya hii operation tena. Ndio maana tumekuja. Ndio maana viongozi kitaifa wanakuja ili kulileta hili kwa wananchi, na sisi wote tutakuwepo pale, na tunaamini baada ya hii ziara wananchi watakuwa wamekaa kwenye mstari
na wameelewa, watakuwa wameelewa tunaendaje mbele. Ameuliza Kyando kuhusu hatutarajii polisi, kwamba polisi wakituzuia tutafanyaje. Hatutarajii, unajua sisi hatunaga negativity, always sisi tuko positive. Kwa hiyo hili jambo sisi ni positive, na hatutarajii kwamba polisi watafanya hicho ambacho una wasiwasi au unasema kwamba watafanya. Hatutahukumu kwa historia ya nyuma, lakini sidhani kama hata wao wako kwenye mudi ya kufanya hivi, kwa sababu sio wakati muafaka kufanya hivyo. Na naamini kwamba jambo hili, ziara hii, kuanzia uzinduzi mpaka kuja kumaliza ziara, itakwenda salama bila rabsha zozote zisizo na msingi kutoka kwa mtu yoyote, sio tu polisi, mtu yoyote ambaye akitakii mema chama hiki. Kamwanga anasema kila kampeni, tumekuwa na kampeni kadhaa za uchangishaji. Haya.